Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tuna ujumbe mzuri unaohusu nguvu ya maombi ya toba. Nguvu ya maombi ya toba. Na tutaongozwa na neno la Mungu katika kitabu cha Yona sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake ni mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mjini mwendo wa siku 1. Akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu wala mnyama wala makundi ya ng'ombe wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Naam, na wageuke kila mtu akaiache njia yake mbaya na udhalimu ulio mkononi mwake. Ni nani ajuaye ya kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona ya kuwa matendo yao, ya kuwa wameiacha njia yao mbaya. Basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alilisema atawatenda asilitende. Kwa tumesoma kitabu cha Yona ile sura ya 3, na tumeona jinsi Mungu alimtuma nabii wake ambaye ni Yona kwenda kuhubiri habari ya toba katika nchi ya Ninawi. Kwa hiyo maana halisi kabisa ya toba ni kugeuka kutoka kwenye njia hii kwenda kwenye njia hii. Yona akaenda katika mji huo na akaanza kuhubiri. Ndani ya siku 40 mji huu utachomwa moto. Basi watu wa ule mji waliogopa sana, wakatangaza kufunga na kuomba, na hata mfalme kiongozi wa ile nchi, na yeye alitoka kwenye kiti chake cha ufalme akaingia katika maombi haya ya toba. Na walipokuwa katika kuomba, hawakufanya tu maombi ya kawaida, bali walifunga na wanyama wao walifunga. Wakamlilia Mungu kwa nguvu kwa ajili ya mabaya Mungu aliyokuwa amesema atayaleta juu ya ule mji wa Ninawi. Na kweli Mungu alivyo mwaminifu, alisikia kilio cha wale watu. Kwa sababu aliangalia watu wamefunga na wanalia, wanaomboleza, wamejipaka majivu. Mfalme amevaa magunia, ameenda kuingia kwenye majivu. Ishara ya kuomboleza, ishara ya kufanya maombi ya toba. Ng'ombe zimefunga, kondoo wamefunga, wanamlilia Mungu. Kwa hiyo maombi ya toba yana nguvu sana. Kama sasa hivi tukiamua kufanya maombi ya toba kwa ajili ya nchi yetu, kuombea taifa letu, tukatubu kwa ajili ya vitendo mbalimbali ambavyo vinamchukiza Mungu, na tukaamua kufunga na kuomba na kumlilia Mungu kwa nguvu kama Ninawi walivyofanya, Mungu wetu anaweza akagairi hasira yake juu ya taifa letu, juu ya familia na jamii yetu kwa ujumla. Na hawa watu waliomba kwa mzigo mkubwa. Walikubali kuacha nguo zao za kila siku wanazovaa, wakavaa magunia. Walikubali kuacha chakula. Ng'ombe hawakulishwa wala kondoo.
na makundi yote ya wanyama hayakulishwa. Kwa muda wote huo watumishi wa Mungu hawa wakaingia kutubu na kumlilia Mungu. Na Mungu alipochungulia akaona kwa kweli wameacha ile njia mbaya. Maana hata yule mfalme wa Ninawi aliwaeleza kabisa, kila mmoja wetu afunge na aachilie mbali udhalimu na uovu ulio kwenye mikono yake, auache amrudie Mungu. Toba, ukifanya toba inaweza ikabadilisha maisha yako kabisa. Ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19 kimeeleza zaidi kwamba tubuni mrejee ili dhambi zenu zipate kusamehewa, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Kwa hiyo unapotubu na kurejea kwa Mungu kabisa na ukatoka katika njia ambayo ulikuwa unaiendea ukamrudia Mungu kama hawa watu wa Ninawi, Mungu atasamehe na ataleta majira mengine. Yawezekana kuna majira mnapitia magumu katika maisha, magonjwa yanatesa familia yenu, vifo vya mara kwa mara, kumekuwa na ugomvi, roho za mafarakano. Haya yote ni matokeo ya dhambi. Lakini tukiamua kumrudia Mungu, tukatubu na tukaacha njia zetu mbaya kabisa, tukaomboleza, tukafunga na kuomboleza. Kuna mambo hayawezekani bila kufunga na kuomba. Tufunge na kuomba. Tukubali kujishusha, Mungu apate kuinuliwa. Tukubali kushuka, tutubu na kumrudia Mungu. Mauaji, umwagaji damu katika familia na ngazi mbalimbali za kijamii na katika falme mbalimbali, sasa imekuwa ni kitu cha kawaida. Damu nyingi zinapiga kelele. Mungu anataka tutubu, tumrudie Mungu. Mungu anasema katika neno lake la Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, wataacha njia zao mbaya, watatubu na kunitafuta mimi uso wangu, mimi nitasikia huko mbinguni, nitawasamehe hao watu uovu wao, nitasamehe dhambi yao, nami nitaiponya nchi. Nchi inaumwa sasa kwa sababu ya mambo yanayoendelea kila mahali. Nchi mbalimbali zinaumwa kwa sababu ya mambo yanayoendelea. Dhuluma, vitendo vya kikatili ambavyo vinaendelea baadhi ya familia na familia, ndugu kwa ndugu, usaliti, wivu, chuki, uchungu, matukio ya kutisha, matukio ya umwagaji damu, vitendo vya kishirikina na kuabudu miungu mingine ambako sasa yamevaa mataifa mbalimbali na katika falme mbalimbali. Mfalme wa Ninawi yeye alikubali kuacha mavazi yake akaingia kwenye toba. Kwa hiyo tuingie kwenye maombi ya toba, tuombe toba sana. Kuna mambo mabaya sana ambayo yamefanyika na yanaweza yakaamsha hasira ya Mungu kali sana katikati ya mataifa mbalimbali. Watu wakaanza kupata magonjwa ambayo hawajui yametoka wapi, hayana dawa, kwa sababu Mungu amekasirika. Mambo yanayofanyika katika familia yenu yanamkasirisha Mungu. Mambo yanayofanyika katika jamii yenu yanamkasirisha Mungu. Mambo yanayofanyika chini ya wafalme mbalimbali katika mataifa mbalimbali yanamkasirisha Mungu. Sasa kuna maamuzi mengi yanafanyika ambayo Mungu hahusishwi katika hayo maamuzi, na sasa yataleta madhara makubwa. Tumrudie Mungu sana kwa haraka. Watu waingie kwenye maombi ya toba, wafunge na kuomba na kuomboleza sana, ili Mungu aweze kusamehe taifa letu, asamehe nchi yetu, asamehe watawala, asamehe viongozi mbalimbali wa kiserikali, viongozi mbalimbali wa kifamilia, viongozi mbalimbali wa jamii. Mungu aweze kusamehe. Tutubu na kumrudia Mungu. Kuna mahali tumemwacha Mungu, ndio maana mambo yameendelea kuwa magumu kila maeneo. Watu wanapitia mahali pagumu sana, wengine wanakata tamaa, wengine wanataka kujiua kwa sababu ya hiyo hali ambayo inatembea ya watu kumwacha Mungu, wakaanza kuambatana na miungu mingine, watu kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Mrudieni Mungu. Kwenye kitabu cha Nabii Yoeli amesema, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu. Rarua moyo wako mbele za Mungu na uingie kwa Mungu kwa toba na kuacha njia yoyote ambayo ulikuwa unaiendea. Mfalme yule wa Ninawi ameambia watu wake kabisa, kila mtu aache njia yake mbaya na achilie mbali udhalimu ulio kwenye mikono yake, akamlilie Mungu kwa nguvu. Wanyama wake anaofuga wamlilie Mungu kwa nguvu. Leo hii hata maombi ya kufunga tu nusu siku unasema huwezi kwa sababu ng'ombe wana njaa. Ng'ombe wana njaa, mbuzi wana njaa, kondoo wana njaa. Kwa nini hutaki kuwafanya na wao wafunge? Ikiwa ghadhabu ya Mungu itawaka juu ya nchi, hata hao wanyama wako wanaweza wakafa, kwa sababu Mungu anaweza akazuia mvua. Kwa hiyo kukatokea ukame na ng'ombe watakufa.
Mungu anaweza akaleta tauni ambayo itaua wanyama na wanadamu kama tusipotubu na kumrudia Mungu. Hali yetu sio hii, maisha tulionayo sio. Ichukua siku zako za kufunga na kuomba. Fanya maombi ya toba na kumrudia Mungu. Mungu atakapoona moyo wako umejinyenyekesha, anaweza akaiponya familia yako kwa sababu wewe umesimama kama kuhani katika familia. Anaweza akaponya nchi yako kwa sababu wewe umesimama katika kuhani katika ile nchi. Tusilalamike sana, tumrudie Mungu kwa toba. Kuna mahali tumemwacha Mungu. Kuna mahali tumemwacha Mungu tukaendea miungu mingine. Kuna mahali tumemwacha Mungu tukategemea wanadamu. Kuna mahali tumemwacha Mungu tukategemea nguvu zetu. Kuna mahali tumemwacha Mungu tukategemea silaha zetu. Na sasa yametukuta mabaya ya kila aina, na ndio maana neno la Mungu limekuja nasema kwamba tutubu. Na kipindi hichi kabisa cha nguvu ya toba hichi ambacho tunakitoa sasa hivi, kitusaidie popote ambapo tupo, tugeuke na tumrudie Mungu. Zipate kuja nyakati za uponyaji, zipate kuja nyakati za kufurahishwa na kustareheshwa kupitia maombi haya ya siku ya leo. Kwa hiyo tutatoa sehemu ya pili na ya tatu kwa mfululizo ili kusaidia namna ya kusimama, upate maneno ya kusimama kuingia katika hayo maombi ya toba kwa ajili ya familia, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya mataifa mbalimbali. Na unapotubu hivyo, kuna nyakati zitakuja sasa na Matendo sura ile ya 3 mstari ule wa 19. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kutufuatilia. Na kabla hatujamaliza sehemu hii ya kwanza, tunatamani sana tuombe na wewe na kukuweka mikononi mwa Mungu wakati unafanya maandalizi ya kuingia kwenye maombi haya ya toba. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu mahali popote alipo. Tunaamini kupitia ujumbe wa neno lako anakwenda kuingia kwenye maombi haya ya toba ambayo yataleta mabadiliko kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya taifa alilopo sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watatubu, watajinyenyekesha, wataacha njia zao mbaya. Bwana, tunaomba toba hiyo inayofanyika sasa iwapelekee watu kuziacha njia zao mbaya na kukurudia Mungu wetu wa mbinguni. Iwapelekee watu Bwana kuachilia udhalimu ulio katika mikono yao, wakurudie wewe mtakatifu wa Israeli, ambaye Mungu mwenye nguvu umesema katika neno lako, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Tunaomba mahali popote mtu huyu alipo anaponisikiliza, basi mtakatifu wa Israeli, Roho yako Mtakatifu amguse kwa namna tofauti ili achukue maombi haya ya toba kwa haraka na kwa dharura. Katika jina la Yesu ninawaweka watu wao mkononi mwako sasa, katika jina kuu la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Tunaamini ya kwamba Mungu unaweza kufanya mambo makubwa zaidi kupitia kipindi hiki, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu achilia mzigo wa maombi ya toba kwa kila mmoja anayenitizama na kunisikiliza. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba, amen.